Venye nimewambia, the main reason ya kuimba ni kwamba I wanted to make peace with God. Yani nisikuwe, nimekuwa errand, ama nimemkosea Mungu for a long time, bila kufanya yale malengo yake katika maisha yangu. So ndio maana, nikaamua tu kuimba. Alafu, unajua pia, kuna ule msukumo pia unataka kuona kwamba, unamfanyia Mungu kazi kama venye alivyotuagiza katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20. That is Matthew 28 verses 18 to 20. Inasema kwamba then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Yani, amepewa mamlaka yote kutoka mbinguni na duniani. Yesu alikuwa amepewa mamlaka. After amekufa, alipata hiyo mamlaka. Unajua before akufe, hata shetani angemkujia kama venye alimtempt after 40 years, after 40 days of fasting, 40 days and 40 nights, shetani angekuja kumtempt, angekuja kumuongelesha. Lakini wacha watu wangu niwaambie, wakati Yesu alikufa, hata shetani hawezi jaribu kukaribia, hata hawezi kusikia jina yake ati inasemwa. Hakuna hiyo power, hakuna hiyo nguvu kubwa sana. Like, hey, hata siwezi explain. Yeah? Right now, Jesus has power. He's the reigning king. Na hakuna kitu inaweza mstopisha. Whatever he says, he commands, it happens in heaven and on earth. Because he has that power. Hiyo alikuwa reinstated wakati alikubali akapitia haya mateso alipitia. Akakubali the flesh ikufe. Akapitia mateso, akateswa, the flesh ikakufa, ikazikwa, ikatormentiwa, akamwagwa damu, everything, akakufa. Wakati tu alikufa hivi, ndio alikuwa reinstated. Akapata powers. So, saizi tukiongea hivi, Yesu si ule unafikiria ni ule mwenye alikuwa anaweza karibiwa na shetani, hawezi mkaribia, yeye ndiye anapunish shetani na atakuja kumpunish ikifika wakati wake. When the day of judgment comes, Jesus himself will take the devil to his place. He will not have time for us. He will not have time to torment people anymore. His time, hata yeye anajua hakuna time, hana time. So, na hii ndio ni commandment Jesus akatupea as Christians, as those who have accepted him as Lord and Savior in our lives. Akatuambia kwamba, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Sasa haya ndi masharti Yesu Kristo mwenyewe alitupatia sisi kama Wakristo, kama wale tumemkubali yeye katika maisha yetu, tumemkubali kwamba yeye ndio mwokozi wa maisha yetu. So, hakuna kitu kingine kenye tumepewa kazi yenye tunafaa kufanya apart from hii kazi ya kutafuta maisha ya living nini. Maisha yenye tumepewa ni kumake sure that we are making disciples of all nations. Sasa sijui, in every place penye uko, are you making disciples? Yeah, so I saw that is the need for God in my life. Wherever I am, whatever I'm doing, I must make disciples. I must make the name of Christ known to all nations. Hiyo ndo ni kazi yangu. Sasa, sitaki kufika mahali, unajua watu wengi wamekataa kama Jona. Kama Jona angekufa, unajua angeenda na hiyo grace yenye Mungu angempea, angeenda kwa kaburi. Ndio maana tunasema grave ndio the richest place in the world. Sababu watu wengi hawakufanikisha maono yao, walikufa bila kufanikisha maono ama bila kufanikisha malengo ya Mwenyezi Mungu katika maisha yao. They did not fulfill their purpose here on earth and they died. So, it is a high time and it's a calling for everyone that is listening to me this moment
that we live to fulfill God's purpose in our lives. In this, when we are still living in this world, we make sure that we are serving God the right way. Ya tupatikane kama tunamfanyia Mungu kazi, sababu tunaona bado neno la Mungu halijafika kila mahali. Kuna watu hawajui, kuna watu hawajaelewa who is Jesus. Na wewe mwenye umeelewa, unahitajika kuenda kule nje, kuenda kuspread this word, to spread this word ifikie kila mahali. Na ndio maana most of the time nawaambieni mnisaidie kusubscribe and share the message so that ifikie watu wote. Hata wewe kama hujapata huo wito, uko na wito wa kusambaza injili. At least that one is there for you as a believer. So another thing nimewambia is kama kuna verse huwa inaniuma ikisomwa, like I normally feel like kando na kuface the wrath of God if you don't do his work. Kuna ingine kali sana huwa ikisomwa tu nasikia inaniwasha, nasikia like inanigonga kabisa. Hiyo ni Luke 9 verse 25 to 26. Yenye inasema kwamba for what it is a man's advantage if he gain the whole world and lose himself and be cast away. Like unaweza pata the whole world na umepoteza your soul, umepoteza your purpose, na utatupwa, hautafika ufalme wa mbinguni. Hata ukipata everything that you need in this world, even if you live a fulfilling life in this world, unasikia kwamba umefika penye ulitaka kufika, malengo yako umeyatimiza, lakini ya Mwenyezi Mungu hujayatimiza. Kumaanisha umepoteza your direction, your eternal life umepoteza, and you will be cast away. Hiyo sasa ndio wanajiambia, sasa kama hii ndio inafanyika, hata hakuna haja ya kwenda kanisani. Heri basi niende huko nipotelee kabisa, ndio nikijua already nimepoteza. So that's why that this word keeps me on toes. Nikijiambia sitaki, come rain come sunshine, sitaki kupoteza my direction, my purpose, my soul. I don't want to lose my soul in this world. Nataka kwamba hilo ni ombi langu kwamba niweze kusimama imara na niweze kungojea ile siku yenye Yesu Kristo atarudi humu duniani na nifanye mapenzi yake. Imagine. So akaendelea kusema, for whoever shall be ashamed of me. Unasikia? Ukiaibika, kama sasa wewe unaibika kujiita ama kukuwa associated with Jesus, you know, in this world yenye tuko, if you are associated with Jesus, unaonekana kama unajifanya, kama umekosa kazi ya kufanya ama hujijui, hujielewi. So mara mingi tunajaribu kuhepa, hatutakanga hata kusema tumeokoka, hatutakanga kuongelelea Jesus in every way. Tunatakanga tukue cool Christians. Tunasemanga tunatakanga customer care Christianity hata kwa church. Hatutaki tuambiwe message ya ukweli, tunatakanga kama ni kuhubiriwa ipite kando hivi, tuimbe, tu collect sadaka na turudi nyumbani. We don't want the real word, the true gospel of Christ. Ile unaambiwa, unasikia amesema nini? If you are ashamed of him, for whoever shall be ashamed of me and of my words. Hata maneno yenye Yesu alisema, saa zingine we feel ashamed. Akasema, of him shall the Son of Man be ashamed of, when he shall come in his glory and in his Father's and of the holy angels. Ile siku atateremka akiwa na the glory of God and the glory in his own glory, the glory of God and the glory of angels. Hiyo siku hata uwezi muangalia. Unasikia alisema siku nitakuja kila mtu, the entire world will know. Wachana ile mnaambiwa wangu ati sijui Yesu amekuja sijui wapi, sijui amefika wapi. No, alisema ile siku nitakuja, within a blink of an eye the entire world watajua ndio huyu amekuja. So usijidanganya ati Jesus atakuja sijui in what form.
itaonekana anatakuja in his glory, na hiyo time hata utatamani kuassociate na yeye lakini anasema aje, I will be ashamed of you. If you are not ready to face shame right now, if you are not ready ubandikwe majina kwa sababu ya Jesus, hiyo siku hatataka kukuona. So that's why mi niliona wacha tu nibandikwe majina, wacha tu nisemwe venye ninasemwa, wacha tu anything that happens to me wacha ifanyike. Lakini ikifika hiyo siku ya kiyama, hiyo siku Jesus amefika, asiniambie I am ashamed of you because you did not serve my purpose, you did not do what I commanded you to do. Yes, that is hiyo ndo nasemanga, let me do what Jesus commanded us in Matthew 28 to do, verses 18 na hadi hapo 20. Yeah, so that's why I am singing. I'm singing because I'm doing what he has commanded me to do. Sijifanyii hii kitu, sijifanyii. Mkiniona nikiimba sifanyi sababu yangu, sijifanyii nipate fame, sitaki fame, na sifanyi kwamba ndio sijui nifike wapi. Nafanya sababu nafanya kitu amenicommand, na sitaki aniaibishe. Ili niaibike saa hii, lakini ikifika hiyo siku tusiaibishwe. Hiyo kuaibishwa ni mbaya. And then another thing, another reason I sing is because I want friendship with God. I don't want to create an enmity. Yeah, sitaki nikuwe like nimejisideline na mambo ya Mungu, like nimecreate an enmity, sababu kuna kitu anatuambia in James 4 verse 4 to 8 hapo. There is something that God tells us about being friendship to the world. Ya tukifanya urafiki na dunia na tukose kufanya urafiki na Mungu, ni nini itatufanyikia? So tunataka tuone hiyo in James, kitabu ya James na kujanga after what book? Before Peter and after Hebrews. So that is James 4 verse 4 to 8. Maybe ukitaka, ukiwa na time you can read the entire chapter ndio uelewe zaidi. So inatuambia kwamba, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? So kukua adulterous ni kwamba unajua sasa when we are in this world, you are already married with Christ. Wakati Christ alikufa kwa sababu ya dhambi za mwanadamu, alicreate a covenant. We were married to Christ. So tukienda kinyume na yale ambaye Yesu Kristo ametupatia, the commandments, tuende tufanye vitu zetu, we are committing adultery against Jesus himself. Yes, sisi kama si ile adultery nyingine yenye tunaelewa ya anything that it is not of God. If you do anything that is not of God, you are committing adultery to God. Akasema, therefore anyone who chooses to be a friend to the world becomes an enemy of God. Ya tukiamulia tufuate malengo zetu, tuache yale tumeambiwa na tufuate our own things, hapo tuna create enmity. Sawa, wakati unapata dunia inakupenda zaidi, ujiulize mara mbili kwamba unaweza kuwa unapendwa na Mungu ama umemkosea Mungu. Yeah, so saa zingine ukijipata kwamba umetukanwa, umechukiwa because of Christ, because of serving God, don't lose hope, sababu siku hizi the true servants of God, they go through a lot. They cannot even explain to other people. Wengine hata wanauawa. At this time there is martyr. Most of them are being killed na inasahaulika because of they truly serve God with everything that they have. Na wakisema ukweli wanawawa. So ama wanakuwa rejected, wanaachiliwa kabisa, wanasahaulika, sababu that is it. It's two things, either you become a friend of God or a friend to the world. So mimi sitaki kukua the friend of the world, sababu najua if I become a friend of the world, I will lose my inheritance in heaven. That is the eternal life that Christ has given unto us. We have been granted the second chance. After Adam alifanya dhambi, tulipewa the second chance through Jesus Christ. That was the only civilization that ever happened in this world, and there is no other civilization tunangojea. Yeah,
wakati binadamu alipata kibali kwa Mwenyezi Mungu tupate kusamehewa through Jesus himself, hiyo inatosha everything. So, or do you think scripture says without reason that he jealously longs for the spirit he has caused to dwell in us, but he gives us more grace? That is why scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, tusikae tukiishi, mimi si kutaka kukuwa naishi mguu moja iko pale side ingine, mguu moja iko side ingine. Uamuzi ni wako, unaamua mara moja. So that's why I decided once. Kama nikasema we are parting ways with secular music and we are following the gospel of Christ. Kama ni kuimbia Mungu all through, hakuna kuongeza secular, hakuna kuongeza vitu za hii dunia, ni vitu za kwenda kupeleka watu huko mbinguni, si vitu za kunini za hii dunia. So that's why I decided to sing. So that is the main reason, is to create friendship with God. Alafu ingine, so nikawaambia nilianza hiyo composition yangu in 2022, na nilikuwa bado na shuku like labda nitaandika nipatie mtu aende aimbe. Mimi sitaimba, mimi si mwimbaji. So mimi nilikuwa najiambia mimi si mwimbaji, mimi sidhani kama netoshelea hiyo kuimba. So but God alikuwa anajua lazima utaimba. So nikawa nauliza Mungu, so kweli niimbe? Unataka niimbe? Sasa hiyo kusema yes yake alinipatia more songs. Yes, in 2022 nilikuwa nimerecord songs, nilikuwa nimeandika songs 2, lakini akaendelea kunipea wimbo mingi kila wakati inakuja. And this is not normal. Hii kitu sikuanga nayo. Mimi nimewaambia sikuwa naandikanga manyimbo mimi. Kuna watu wanaweza sema they used to compose songs in high school, sijui in primary. Me, I never did that. There is no day I composed a song. Hata ilikuwa ni ngumu, lakini nitaanzia wapi surely? Hata ningejaribu kuconnect, naona hata tune haikuji, hata iwezi kuwa song. Lakini sasa juu nimepewa neema ndio ikakuwa song. Songs zikakuja na zikakuwa songs. Zinaweza imbika, zinaweza rekodiwa. Yeah, so it is for the glory of God. Si my own. Mimi sijigambi ati ni mimi. Mimi siwezi, hata ikisemekana watu wakuje tukiwa mahali waseme mtu aitishe wimbo atulead kwa song, mimi wanajuanga tu kuna watu experts kwa hiyo. Kuna watu experts, ikifika kama ni sherehe wapi kuna experts. Lakini hii ni ya Mungu tu, ni Mungu tu, ni grace ya Mungu. So hiyo hadi hapo ni nawaambia ni Mungu. So instead of pursuing my own things, pia I consider what God wants me to do. Ile Mwenyezi Mungu mwenyewe anataka nifanye, ndio sasa huwa nafuatilia hiyo zaidi. Yeah, so and then sasa tuende kwa the song. Why the song ndio iwe Chengbani? So this song ilikuja kwa sababu during our wedding, mimi nilikuwa nafikiria like sasa ni wimbo gani naweza tembea nayo. Unajua kuna ile wimbo tunasemanga ya bibi harusi, akitaka kuingia tunawekanga kawimbo yake ya kutembea polepole. So nilikuwa nasikianga most of the time watu wanapenda kuweka ya English, these western songs zenye wanaweka, yeah, zinakuanga tamu, lakini ukisikia maneno tena unaona ni different, haishikani na church. Unaweza kuwa maybe somehow romantic songs hazishikani na church. So mimi nilikuwa nataka wimbo yenye nasikia inani bless, yani inanipea, inaongelelea about the day, tena inani bless, yani inaleta that environment, inaleta that atmosphere ya Mungu kuwa katika kanisa wakati tunaombewa. So nikajaribu kutafuta, hakuna. Sikutaka ya English, hata ya English pia hakuna yenye ilikuwa inaniridhisha. Nikapata moja hiyo, kuna hii ya
virtuous human sijui nini, lakini most of the words kwa hiyo iko na Kinigerian. So nikajaribu ya Kikalenjin, so sikupata mpaka nikaamulia moja tu. Hiyo ni ya Lilian Rotich ya Itoror, nikaamulia hiyo, nikasema seems iko na that ni tunasifu Mungu because of the journey he has given us. This opportunity, everything that we have gone through, ametupatia ushindi. Saa ndo tukaimba hiyo Itoror, Jehova nemi gipsengwe kwandane balugo Itororo Jehova nyo. And the song ilikuwa mzuri sana, hata mi nilienjoy, nilikuwa na dance. Even the entire church walisifu kabisa, the pastors walikuwa na worship Mungu, na ilikuwa mzuri sana. The service went well. Hata mwenye alikuwa na share the word, the reverend alipata grace ya kushare the word. Ya mpaka watu wakashanga kwani amalizi. Sababu haikuwa yeye, ilikuwa ni Holy Spirit mwingia, ana feel kushare and share more na kufundisha watu. Yeah, but of which it was very good. It was a good time. Mungu akuwe pamoja nasi in that journey. So, shida tu ilitokelezea wakati tu some days later, some years later, sasa nikawa naongea tu na my parents na wakasema, hiyo siku ulikuwa nakimbia mbio, sijui ulikuwa nakimbia wapi. Yani the song carried me away mpaka hata sikuwa nakumbuka kumbe nafaa kutembea polepole sababu ya beats ya huo wimbo ilikuwa somehow ni faster kidogo. So kumbe niliwapeleka mbio within no time tuko huko mbele kwa altar. So hata ndio maana tukasimama for some time tukiimba sababu nilienda mbio na kuambia. So nikakumbuka nikasema, haishi kungekuwa na song yenye at least it is a bit slower and it's a kind of prayer yenye itatusaidia tukifika huko mbele tunaombewa alafu ibada inaanza. So that is how nikafikiria about this song of Ndoiwe Chengbani as a way of blessing the couple, the married couple wenye wanaenda huko mbele, wenye wanaenda ku exchange vows. Yeah, we are praying for them. So nikasema mtu akitaka as a bride ikuwa at least slower kiasi, you can walk polepole, usikimbize wazazi hadi mfike pale mbele. And then after that sasa because it is kind of worship, now the pastor can pray for you and begin the service. So huo ndio ilikuwa the reason mbona nikaimba huo wimbo. Na ujue this song is the last one I composed, na kuna bado zile zingine more than 10 nimezicompose. Yeah, so ilikuwa tu najiuliza sasa nianze na gani, nimeandika hizi zote nianze na gani. Nikakumbuka there was a need that nilikuwa nahitaji mimi mwenyewe, na nilikuwa naona it is very important tukuwe na wimbo kama hizo zenye nyimbo kama hizo zinatusaidia in such occasion. So nika record your song, and I am hoping that itasaidia kubless watu wengi, ita bless more families. It is a kind of prayer. Hata ukiomba when you are feeling so low, your marriage life unasikia kama uko kuna mawimbi fulani, when you sing that song and listen to it, itakusaidia upate matumaini kwamba Mungu atafungua njia na atawashield, atawaprotect from whatever storm that you are going through, atawapitisha ile ngambo ingine katika jina la Yesu. And another thing is also nimerealize it is a song that it also blesses those who are traveling. When you are traveling as a family and then you listen to the song, it gives you a way of praying to God to lead you even in your journey when you are traveling. Ama hata when somebody is going, you are departing from a loved one, you are going maybe to another country to work. Na sasa unakuanga unajua huko kwa airport unakuanga na a lot of emotions. Wakati the families are parting ways, unapata watoto wanalia, people are crying, really crying. Inakuanga ni uchungu. Juu sasa ujui ameenda, ujui ataenda kuanza aje, mtawaionana naye ama ni one way. Alafu tena huyu pia mwenye anaenda anafikiria like, sasa uko mbele nitaenda kuanza aje maisha. I'm going to a known land, a foreign land. How will I start life there? So this song is a kind of prayer kwamba wakati huyu anaanza the new journey,
Mungu amsaidie, and then akuwe pillar to the family as they remain behind. Sababu imagine spouses they separate. Imagine umeacha mtoto na bibi, kama we ni mzee umeenda, hujui wataishi aje. Kama we ni mama umeacha mtoto na mzee umeenda, hujui atasurvive aje na hujui utaenda kusurvive aje huko. So ni wimbo wa kutuombea sisi wote na kutubariki sisi wote in all time, si ya special occasions peke yake kama ya wedding. It is for families all the time. Ikuwe inatubariki kila wakati na kutuombea in whatever we go through, in whatever step in life that we have, in whatever journeys that we have. Wacha ikuwe maombi yetu kila wakati, wacha ikuwe ni wimbo wa kutubariki, na hiyo ikuwe baraka ya kupata baraka zingine. So nawaomba muendelee kusubscribe na kushare, ifikie watu wengi. Wacha isikubariki wewe peke yako, usikuwe mchoyo, bariki pia watu wengine nayo. Share to other people, wajue, waelewe about this song, waelewe, wasikie the words, wakue blessed, waweze kujiombea na kusimamia familia zao. Sababu hata si ya watu wameoleka peke yake. You are even a child and you are seeing that your family, your parents are not in good terms. Unaona tu kuna something wrong in your family. So you need to pray for the family. You need to pray for the family. Ukuwe unaimba hii song, ukuwe unaomba kila wakati the words in this song, uombe Mungu ikuwe reality, that you live happily in your family, that you gain stability, na kwamba iende mbele. Kama you are maybe you've gone through a divorce, Mungu pia akuwe na rehema zake, that you are able to reconcile, because that thing is not good. It is not something that you wish for anyone to happen. It is not a good process at all. Tunaomba watu wakuwe na familia nzuri, watu waishi vizuri katika familia zao, wapendane na wakuwe na furaha kila wakati. So with all this, wacha Mungu awabariki hapo, na tuzidi kuombeana na represent Christ in this world. Do not be ashamed because of Christ. Be ready to die for Christ. Be ready to represent him wherever you go, in Jesus' name.